Mkifunga lazima mabaya mtaepuka, ndio utaratibu ulivyo. Leo hata kama mtu ni jabari namna gani, ana nguvu namna gani, kwa sababu amefunga tu, anaweza katukanwa na mtu dhaifu. Bwana mimi nimefunga. Hebu mtukane katika mwezi ambao sio Ramadhani, uone shughuli yake itakavyokuwa. Ni kwa sababu gani? La'allakum tattaqun. Mmeelekezwa mfungie kwa sababu kuna lengo la kujikanya na mabaya. Sasa huu mwezi wa Ramadhani imekuwa ni kama ni semina ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa. Semina hii kwa kuja kufanyia kazi katika miezi mingine. Kama leo umekuja msikitini bila kulazimishwa, kwa hiari yako, na unaangalia saa, saa ngapi saa za msikitini tayari, kwa nini ushindwe mwezi mwingine? Kama leo umekifukuza kimada kwa sababu ya Ramadhani umefunga, kwa nini ushindwe katika siku ambazo hukufunga? Kwa hiyo la'allakum tattaqun, hakika mtaachana na mabaya. Mkifunga lazima muachane na mabaya. Si mmeona ulimwengu ulivyopoa? Si kwa Waislamu, sio kwa Waislamu. Waislamu wamepunguza munkari zao zote, wakiulizwa sema tumefunga. Wasiokuwa Waislamu nao wamepunguza munkari zao, ukiulizwa watu wamefunga. Hata kama yeye hakufunga, lakini watu wamefanya nini? Watu wamefunga. Kwa hiyo lengo la saumu ni kuhakikisha kwamba tutaacha mabaya, na kama tutaacha mabaya ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani, basi kumbe tuna uwezo wa kuyaacha mabaya ndani ya miezi mengine. Na ndio maana Sheikh alisema kabla ya swala ya Ijumaa kwenye khutba, ili uwe mwema kuna vigezo kavitaja. Sasa naongezea kigezo hichi ambacho Sheikh alikitaja, kwamba mtowe wa mimma razaqnahum yunfiqun, mlivyopewa mvitowe. Kwenye huu mwezi wa Ramadhani tunatakiwa kutoa tulivyopewa. Nataka tuiangalie tulivyopewa Kwanza mali weka pembeni, utajiri weka pembeni, tuangalie ulichopewa. Wewe na mimi tumepewa nini? Ili uwe mwema, basi toa ulichopewa. Na huu mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao watu wote wanakuwa makarimu, watu wote wanakuwa wapole, watu wote wanakuwa na huruma, wanatakiwa watoe walichopewa. Kwa mfano mimi, kuna kijielimu kidogo sana, lakini huwezi ukakilinganisha na watu wenye elimu. Hicho nilichopewa natakiwa na nyinyi mape mfaidike nacho. Na ndio maana tumekuja maeneo kama haya kuja kutoa kidogo. Pengine mtu ana tofauti na mavazi ndio vaa, mnisamehe, ni history ndefu. Nitawapa mwisho, lakini sio size, ni history ndefu. Mnisamehe na mavazi haya. Lakini lengo ni kutoa kile ambacho kitawafaidisha watu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wewe umepewa nini? Saizi mimi nimepewa afya. Afya yangu itumike, na mwezi huu wa Ramadhani kile ambacho utakifanya huwa kinalipwa marudufu zaidi. Umemkuta mtu anasukuma mkokoteni wa chupa za soda, umemshinda, mlima ni mkali, ukimsaidia basi na wewe umetoa. La msingi unachokitoa ukitoe katika kitu kizuri ambacho ni halali kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Toa wakati wako huu mwezi wa Ramadhani, toa wakati wako. Tenga wakati wako nusu saa, dakika 20, unasoma Qur'ani. Umepewa wakati, umefanya nini? Umeutumia vizuri. Umepewa sauti, soma Qur'ani, itakuwa sauti yako umetumia vizuri. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kwa hiyo tusije tukaona mimma razaqnahum yunfiqun tukaangalia watu kutoa mapesa, siji kwenda kufuturishana, kwenda mkayaangalia hayo tu peke yake. Hapana. Angalia mimi nimepewa kitu gani na Mungu ambacho mwenzangu hakupewa, natakiwa nikitumie kwa faida ya mwenzangu. Ili uwe mwema unatakiwa uyafanye haya. Na ndio maana ukisoma Qur'ani utasikia laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal magharibi. Si wema kuswali. Kwani kuswali ni wema? Sio wema peke yake. Wema Mungu akaenda kuorodhesha katika hiyo, akaorodhesha moja baada nyingine. Wema ni huu. Kwa miongoni mwa wema ukisoma katika ile aya utakuta na hichi kipengele kimo. Mlivyopewa vitumieni
katika mambo mazuri, viwasaidie na ambao hawakupewa. Kwa hiyo kama umepewa afya, mwenzako hakupewa afya, afya yako iwe ni msaada kwa mwingine. Umepewa akili, mwenzako hakupewa, basi akili yako iwe ni msaada kwa mwingine. Umepewa macho anaona, mwenzako ya kwake hayaoni, basi macho yako yawe ni msaada kwa mwingine. Umepewa madaraka, mwenzako hakupewa madaraka, madaraka yako yawe ni msaada kwa mwingine. Kwa hiyo kila ulichopewa kiwe kinatumika kwa ajili ya msaada ya wengine. Tungeishi namna hii, tungeishi kama peponi jamani. Hivi tungekuwa na haja kwa kama grili kwenye madirisha ya misikiti? Kwa nini tunaweka magrili? Kwa sababu kuna vipengele tumeshindwa kuvitumia, sasa imekuwa ni adhabu kwetu. Jamani, huu ni mwezi wa Ramadhani. Mwezi huu tutoe sana. Kila ulichopewa wewe toa. Lakini kuna kawaida Mungu anatuambia ash-shaytanu ya'idukumul faqra. Kuna wenye mawazo mabaya huwa wanahamasisha watu kwamba wakitumia walivyopewa basi watakuwa mafakiri, watakuwa masikini. Kwa hiyo mtu kila alichopewa anashindwa kukihudumia, anashindwa kukitoa, anahisi kwamba akitoa atapungukiwa. Lakini kwa utaratibu wa Mungu sio hivyo. Mungu akukuelekeza jambo, ukilifanya basi faida huwa ni kubwa zaidi. Umetoa wakati wako leo, umekuja hapa unasikiza darasa kama hivi ndani ya dakika 5 mpaka dakika 10. Shetani, kwa maana yule mwenye mawazo mabaya, anakutilia mawazo akili mwako, uko nje unapoteza, kuna vitu vinakupita. Kumbe anataka kuondoe hapa ili ukose vikubwa zaidi ambavyo vina manufaa zaidi. Jamani, naeleka vizuri? Mwezi wetu huu wa Ramadhani tuutumie vizuri. Kila ulichopewa hakikisha unakitumia kwa faida ya mwingine. Ni juzi tulitoa mfano, na huu utakuwa ni mfano wa mwisho katika darasa letu leo. Kuna swala la kufuturishana na swala la kulishana. Kuna vitu viwili tofauti. Kuna kufuturisha na kulisha. Sisi tumehamasishwa katika huu mwezi wa Ramadhani kufuturisha. Ukiongeza na kulisha ni swala jingine mbali. Si naeleweka vizuri? Nikawa naelekeza nini maana ya kufuturisha, nini maana ya kulisha. Mwezi huu wa Ramadhani, kufuturisha ni kile kitendo cha kumuondoa saumu aliyefunga. Naeleweka? Mtu amefunga, sasa anataka aondokane na ile hali ya kufunga, maana ale au anywe. Sasa kile kinywaji au kilaji cha kwanza ambacho atakitia mdomoni kumuondoa ile hali ya kufunga, huyo ndio wewe, kama hicho chakula umempa wewe au hayo maji umempa wewe, ndio umemfuturisha. Si unaeleka vizuri Hili halihitaji na pesa nyingi, wala halihitaji na mali nyingi, wala halihitaji na hazina nyingi. Unaeleka vizuri Tukubali tu sisi wenyewe kwamba tunasaidiana, kile tulichopewa kinahudumia watu wengine kwa faida yetu sote. Ile tende yako tu utakayokabidhiwa wakati wa kufuturu, kuna tende zinageiwa, ukishokabidhiwa ile ya kwako, basi saa za kufuturu ile ya kwako usile wewe, mpe mwingine, ile ya yule akupe wewe. Ikiwa hiyo itakuwa ndio imeiondoa hali ile ya kufuturu ya kufunga, basi wewe itakuwa umemfuturisha huyo uliyempa. Tutashindwa kufuturishana msikitini? Si nieleka vizuri Kwa hiyo kule majumbani tunaenda kula tu, lakini kufuturu tushafuturu wapi? Tushafuturu hapa msikitini. Sheikh alitoa mfano, unamwalika mtu anakuja nyumbani kwako kufuturu, umetenga mathalani bajeti ya 200,000, 300,000 kwa ajili ya kuwaalika watu kwenye kufuturu au kuwaalika watu kwenye kula. Henda ikawa faida unayoipata ni ndogo kuliko ungetumia mfano aliyotoa shekhe. 300,000 umeandaa chakula cha watu 10 kwa mfano, waje kula nyumbani kwako, waje futuru nyumbani kwako. Ni watu 10 kama watu 10. Lakini 300,000 ile ile unaweza ukawafuturisha zaidi ya watu 10. Tafuta watu wako 10 uliowachagua kula nyumbani kwako, gawa ile 300,000. Kila mmoja anapata shilingi ngapi?
30,000 aende nayo nyumbani kwake, akanunue futari za nyumbani kwake na watoto wake. Kila mtu mmoja awe ana familia ya watu 4, yeye akiwa ni 5. Umewafuturisha watu wangapi katika nyumba? Watu 5. Watakula baada ya kufuturu, watakula watu wangapi? Watu 5. Umewapa watu 10, kila mmoja na familia ya watu 4, yeye ni 5. Umefuturisha watu wangapi kwa 300,000? Watu 50. Umelifanya jambo kwa faida zaidi kuliko kule kuambia njooni nyumbani mje mfuturu. Kweli watakuja nyumbani, watafuturu, lakini hawatakuwa huru. Kama nilivyosema siku moja, wewe mwenyewe uliowaalika watu, umekunywa kikombe cha kahawa, umekula tende, umesimama, umekaa juu ya kochi, umepumzika, unawaangalia uliowaalika wanakula. Watakula? Na hawali Kwa hiyo hatimaye umeandaa vitu vingi vinaishia kwenda dampo. Sasa ili mtu awe huru, basi hebu mtengee kiasi akale na familia yake. Unajua utajenga nini katika mazingira hayo? Moja, utajenga upendo katika familia. Baba huyu hapa, watoto hapa, mama hapa, wanakula chakula alichokichagua wenyewe. Wanajenga nini? Wanajenga upendo, kwamba baba akatuletea futari. Ile futari iliyoletwa, kumbe wanaokula wale wanaofuturu pale analipwa na mwingine aliyeitoa. Kwa hiyo utaondoa chuki katika familia, utajenga upendo katika familia. Wa mimma razaqnahum, kile mlichokipewa hebu kihudumieni kwa faida ya watu wengine. Usiache watu wajiangalie makochi mazuri ulionunua tu. Hapana, hebu weka utaratibu wa kujenga faida zaidi. Na alafu tunajuana mitaani humu, hali zetu tulivyo, tuko pamoja. Unamjua huyu. Siku moja, ngoja nipe mfano mmoja. Siku moja nilialikwa na bwana mmoja maeneo ya Windini pale, miaka mingi sana. Na sisi kawaida yetu ilikuwa masuala ya kualikwa huwa hatuyapendi. Kaja siku ya kwanza akanialika, siku ya pili akanialika, siku ya tatu akanialika. Nikawa na mwenzangu Sheikh, mwalimu mwenzangu, usaza ananiita Sheikh, mimi sio Sheikh. Mimi kama hivi mwalimu. Nikamwambia, ustazi, huyu tutamzuiaje hichi kitendo cha kuja kutualika? Sababu anakuja alafu tunamkatalia, lakini asubuhi anakuja tena. Tunamkatalia asubuhi, tutafanyaje? Tukajadiliana, mimi nikamshauri, nikamwambia basi kazi moja ndogo. Tufanyeje? Kesho Mungu akipenda, asubuhi tukitoka nyumbani, break ya kwanza ofisini kwake huyo bwana. Tukifika tumualike leo aje ale kwetu. Leo akija akila kwetu, basi kesho akitualika tutakwenda kwake. Tukakubaliana, asubuhi tukaenda. Yule bwana kutuona ofisini pale alifurahi sana, akafarijika sana. Akajua lile lengo limefanya nini? Limetimia. Maustazi vipi? Sisi tunajua matajiri wetu ushakuona ofisini kwake, la kwanza analofikiria huyu kaja kuomba nini? Pa tumekuja mzee bwana, samahani, shida nini? No, shida yetu leo, tutafurahi sana ukaja ukafuturu na sisi tumekuja kukualika. Bwana alishusha pumzi, akatuangalia, akawa haelewi kitu. Alitujibuje? Mimi nafuturisha masikini, siwezi kuja huko. Mmeona hiyo picha? Mimi nilijua watu wanafuturisha kimaelekezo ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uwe masikini, uwe tajiri, unatakiwa ufuturishe na ufuturishwe. Kumbe kufuturisha watu wanafuturishana masikini. Alhamdulillah, na sisi tukanunua amani kutoka siku ile, hatujaalikwa tena, na sisi hatujamwalika mtu tena. Mlivyopewa vitumike kwa huduma, kuwasaidia wengine. Jamani, hebu saidianeni katika mfumo huo. Kama una laki yako moja unaamua kumfuturisha mtu, mpe. Utapata kufuturisha umo ndani, utapata kulisha umo ndani, utapata kujenga upendo wa familia umo ndani. Kwa hiyo utapata vitu vingi kwa wakati mmoja. Sikatazi, kama alivyosema Shekhe mchana, si wakatazi kwamba msije mkawaalika watu. Ni hiari zenu, lakini angalieni ninachokifanya ni faida au ni faida zaidi. Wa mimma razaqnahum yunfiq. Mlivyopewa jamani,
vitumike kwa faida ya wengine. Akili nayo pia itumike kwa faida ya wengine. Leo unaonaje, unafanya biashara, unapata faida shilingi 1000. Biashara hiyo hiyo mwenzako anapata faida shilingi 3000. Unapeleka biashara kwa shilingi 1000 au kwa shilingi 3000? Naomba mnisaidie. Unauza nyanya lita, mwenzako anapata faida 1000, lita ile ile. Mwingine anapata faida 3000. Wewe unapeleka biashara yako sehemu inayozalisha 3000 au sehemu inayozalisha 1000? 3000. Kwa hiyo hakuna anayetaka kupunjwa, kila mmoja anataka apate zaidi. Wa mimma razaqnahum, mlivyopewa vitumike kwa faida ya wengine. Jamaa, hebu tushauriane ni kama hivi. Tujenge upendo katika familia za watu kwa maslahi yetu. Tujenge huruma katika familia ya watu kwa maslahi yetu. Tukae katika mazingira ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafanya nini? Ataturidhia. Lengo ni kuridhiwa na Mungu tu. Haya mengine yote yatapita, tutayaacha. Tuyafanye kwa ajili ya kuridhiwa na nani? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, miongoni mwa wema, ili ukae katika wema, hasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mlivyopewa jamani, vitumike kuwafaidisha watu wengine. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufahamishe haki tufuate na batili tuweze kuiacha.